Kwanza tushukuru kwa kupata nafasi ya kuwa miongoni mwa waalikwa, na kimsingi viongozi wetu wa kitaifa na wa chama ni wacha Mungu na wanamtanguliza Mungu mbele, na ndio kwa maana wamekuwa wakialika viongozi wa dini kama sisi kuja kushiriki kwenye shughuli zao kama hizi. Na kimsingi tumesikia ilani, utekelezaji wa ilani ambayo imepita, na tunashukuru Mungu kwamba imetekelezwa kwa viwango ambavyo ni vikubwa sana, hasa ukizingatia kwamba mwenyekiti aliyoko sasa hivi alipokea nchi katika mazingira ya huzuni na msiba mkubwa ambao watu wote walikuwa wanaamini kwamba nchi itatikisika, hata yeye mwenyewe kama mwanamke kwamba atayumba. Lakini kimsingi Mungu ametushangaza kwamba amemsaidia kwa kumuongoza, na amefanya mambo ambayo ni makubwa kwa kutekeleza ile ilani na ahadi ambazo walikuwa wameahidi kwa kiwango ambacho ni cha juu na kupitiliza. Kwa hiyo tumesikia, tumefurahi, na walioyasoma tunayaona kwa macho kama ulivyoshuhudia kwamba walikuwa wanaonesha kila kitu ambacho kimefanyika hapa bara na kule Zanzibar. Sisi tunafurahi kwamba nchi yetu inasonga mbele, inapiga hatua, na kwa mara ya kwanza historia imeandikwa kwa nchi yetu kuongozwa na mwanamke, na pia kusababisha matokeo haya ambayo ni makubwa. Kwa hiyo tunatazamia muda mfupi tena kusikia kwamba ilani sasa ile ambayo inayotuonesha dira ya miaka mingine ambayo ni mitano, ili tuweze kusimama katika nafasi zetu kama viongozi wa dini, kwa maana ya kuendelea kuomba kwa nguvu zaidi, ili tuweze kupata viongozi ambao wanaweza kuisimamia na kuhakikisha kwamba ndoto za Watanzania zinatimia, lakini pia maono ambayo walionayo juu ya taifa letu kwa miaka mingine ambayo ni mitano ijayo. Sawa. Hali ya kisiasa unaionaje tunapoelekea kwenye uchaguzi, ukiangalia namna ambavyo wananchi walivyojiandaa, lakini pia viongozi wa kisiasa walivyojiandaa? Wewe kama mtumishi wa Mungu, nini ambacho unakiona na unaionaje hali ya hewa sasa hivi? Kikubwa ni amani ambayo sisi tumeizoea kama wa Tanzania, kuwa na utulivu wa kitaifa na kuwa na amani ambayo tumekuwa tukihubiriwa, na pia sisi wenyewe kama viongozi wa kiroho tumekuwa tukihubiri. Tumeikuta, tumezaliwa ndani yake, tumekuwa ndani yake, na tunatamani iendelee. Ninaamini kwamba siasa sio ugomvi wala sio sababu ya kupoteza hii amani ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu. Kikubwa sana ni kuwaombea viongozi wetu wote na vyama vyote wawe na busara wakati wanapotafuta madaraka, wasisababishe, wasitukanane, wasitengeneze matusi, kupoteza heshima za viongozi wetu ambao labda ni wakubwa, na sio viongozi tu, yani kila mtu anastahili kuheshimika, awe mwanamke awe mwanaume, na hatuwezi kutafuta madaraka kwa kutukanana na kukashifiana. Ni kwa hoja ndio ambazo zinaweza na kunadi ilani, ili watu wafanye maamuzi kwamba waelekee wapi na wamuunge nani mkono kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu. Mimi naamini kwamba kila mtu ana mapenzi mema na taifa. Nafikiri tu labda ni elimu zaidi itolewe kwamba tunapotafuta madaraka tuitangulize kwanza uzalendo na utaifa wetu, alafu tutengeneze hoja ambazo zinaweza kuwavutia watu, alafu watuchague. Ndio.
Mheshimiwa, tunaona kuna baadhi ya watumishi wa Mungu lakini pia wameweza kujiunga kwenye masuala ya siasa. Wako viongozi mbalimbali, wako madiwani, lakini pia wako wabunge. Labda wewe hujawahi kufikiria kuingia kwenye siasa na kugombea nafasi yoyote? Siasa ni mchezo wa maneno, lakini sisi tunaamini kwamba ni ikitumika vizuri inaleta maendeleo na ustawi wa taifa na kuchangamsha nchi. Na wako watu ambao wameitwa kwenye upande wa siasa na wako ambao wameitwa kwenye upande wa viongozi wa kiroho na wengine kwenye idara mbalimbali. Kwa hiyo kila mtu asimame tu kwenye nafasi yake pale anapoona na huo wito, nafikiri itakuwa ni jambo ambalo ni nzuri zaidi. Lakini kwa upande wa kwangu mimi bado kabisa sijafikiria kuingia huko, lakini naona ni wajibu wangu kusapoti taifa langu, kusapoti viongozi wangu, kwa sababu naona yale ambayo wanayoyafanya ni kwa ajili ya ustawi na mustakabali wa taifa. Na labda serikali ina mchango gani kwa ninyi viongozi wa dini na sekta ya dini kwa ujumla? Wanatulinda kama unavyofahamu kwamba dini zote zinasajiliwa kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini kimsingi na wao wenyewe ni waamini wa dini mbalimbali. Kwa hiyo nafikiri wana mchango mkubwa, lakini niseme kipekee kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ametufanya mchango mkubwa sana kwa sekta za dini. Sio vitu ambavyo vilikuwa kwenye ilani yake, lakini nimeona akifanya michango mbalimbali ya kujenga makanisa na kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za kidini ambazo zimekuwa zikiandaliwa. Kwa hiyo ni kipekee, naona kama ni rais wa pekee yake ambaye anatoa michango. Yeye ni Muislamu lakini anatoa michango ya kujenga makanisa bila kujali sio dini yake. Kwa hiyo nimeona amefanya mchango mkubwa sana katika hilo eneo na tunastahili kumuunga mkono na kumwendelea kumwombea. Mungu ampe afya njema katika uongozi wake.